Okay, kwa hiyo tunaendelea kwenye kumpenda Mungu na kumcha Mungu. Alafu Biblia inasema kumcha Mungu, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, si ndio? Kwa hiyo unavyomcha Bwana hata maarifa ya kufanya vitu vyote unavyovifanya yanatokea kwenye hayo. Chanzo chake ni kumcha Mungu. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa natamani kila mmoja aseme tunaanzia hapo kwenye kumcha Bwana, kumcha Mungu ni nini? Na kumpenda Mungu, yani nini hasa ambacho kinaweza kusababisha wewe ukasema mimi nampenda Mungu? Sababu zinazokusababisha wewe ukajiona kama unampenda Mungu au humpendi. Yani ili tupate hiyo maana halisi ya kumpenda Mungu na kumcha Mungu. Hofu ya Mungu tumeshapata maana yake. Kwa hiyo tupate maana ya hivyo vitu viwili. Kumcha Mungu na kumpenda Mungu. Karibu. Wadada Center. Wadada Center. Kwanza kabisa kumcha Mungu ni ile hali ya kuyafuata maneno yake, kwa sababu kwa Waislamu wana kitabu chao cha dini, lakini pia kwa Wakristo wana kitabu chao cha dini. Kwa hiyo ukiwa unamcha Mungu lazima utayafuata yale ambayo ametuachia kupitia vitabu vyetu vya dini. Kwa hiyo ameongea sawa, lakini naomba tusibadilishe swali. Mimi nilichosema tu ni kwenye hofu tunaweza tukaongezea kumpenda au kumcha Mungu. Kwa hiyo ina mchango gani katika malezi bora ya nini? Ya msisahau hicho kitu. Kwa hiyo inabidi mtaje huo mchango mtu ambaye anampenda Mungu atautoa kwa watoto. Umeelewa? Hatuendi tena kwenye kutaja hofu ya Mungu ni nini au kumpenda Mungu ni nini. Sawa jamani? Tunaenda moja moja kusema mtu anayempenda Mungu anafanya matendo gani ambaye haya matendo ni mazuri au ni bora kwa watoto. Umeelewa jamani? Twende moja kwa moja. Kama nilivyowaambia pilau limeshanukia. Haya. Wadada Center. Kama tulivyosema kwamba ukiwa unamcha Mungu lazima utafuata nini? Yale maneno yake ambayo ametuachia. Kwa labda tukiingia kwenye labda mfano kwenye Biblia inasema mle mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo sisi dada ni kama walezi wa pili wa mtoto, kwa sababu unakuta labda mzazi ana majukumu. Kwa hiyo sisi ndo tuna majukumu ya kumlea mtoto katika njia impasayo. Mfano kwenye Biblia inatufundisha upendo. Ukimlea mtoto kwa upendo, na hata anapokuja kukua baadaye anakuwa nini? Anakuwa na upendo. Lakini kitu kingine, mfundishe mtoto. Tumesema sisi ni walezi wa pili wa nani? Wa mtoto. Kwa hiyo tunapaswa kumlea mtoto katika ile njia sahihi ambayo hata akija kukua hatoiacha, ataendelea nayo. Cha kwanza kabisa nimesema tufundishe watoto upendo. Kwanza kabisa sisi tunatakiwa tuwalee kwa upendo. Ukishamlea mtoto kwa upendo, lazima yeye atakuwa katika nini? Katika upendo. Lakini kitu kingine ambacho tunatakiwa tuwafundishe watoto wakati tunawalea ni shukrani na ukarimu. Ukishamfundisha mtoto shukrani, mtoto mdogo ni very easy kuadapt kile kitu ambacho unamfundisha kuliko kuja kumfundisha mtoto akishakuwa mkubwa kabisa. Yaani mtoto mdogo anaelewa vizuri kuliko yule mtoto ambaye tayari ameshakomaa, ana tabia ile ambayo sio mfaa. Lakini ukishamfundisha mtoto tangia akiwa mdogo, kile kitu anakuwa nacho. Atajifunza, unapompa kitu atajifunza kusema asante. Lakini pia kwenye ukarimu tunasema tukiwafundisha watoto kushare. Yaani unamfundisha mtoto kushare since akiwa vile mdogo. Unaona, kwa the way anavyokuwa mtoto anakuwa nini? Anakuwa na hivyo vitu. Kwa nini unamfundisha hivyo vitu mtoto? Kwa sababu wewe dada mwenyewe una hofu ya Mungu. Lakini kama unampenda Mungu na kumcha Mungu, lakini kama dada humchi Mungu, lakini kama dada humpendi Mungu, hivyo vitu vyote haviwezi kuwa ndani yako. Huwezi kuwa na upendo, hauwezi kuwa na ukarimu, wala wewe mwenyewe huwezi kuwa na shukrani, kwa sababu hata kwenye dini zetu tunajifunza kufanya nini? Kushukuru. Either umepata au hujapata. Kwa the way utakuwa unamlea mtoto, na yeye atakuwa nini? Anakuwa katika njia hiyo, hata pale atakuja kuwa nini? Mzee, kwa sababu mtoto naye ni mzazi wa baadaye. Asante. Pigeni makofi jamani. Dada nani? Nikumbushe jina tena. Dada Jennifer. Jennifer, mpe mic, kuna vitu viwili vitatu. Umeongea vizuri sana. Kwenye umesema upendo, si ndio? Ningependa sana utuambie kusema kumlea mtoto kwa upendo ni kama vitu gani unaweza ukawa unamfanyia mtoto ambaye unamlea kwa upendo. Sawa. Kama Biblia hivyo tuambia kwa upendo. Cha kwanza kabisa, ukiwa unampenda mtoto, utamtendea yale matendo yani ambayo yeye mwenyewe pia atakuwa nini? Atakuwa anayapenda. Mfano labda ukiwa unampenda mtoto, huwezi
kumwadhibu kwa ile njia ambayo itakuwa nini, kuna zile tunasema kuna zile reward ambayo hiyo reward ipo kwenye negative way na positive way. Kwa hiyo kama utakuwa unampenda mtoto, mimi ninavyochukulia, tutajifunza kunini kuwa reward wale watoto katika njia nini, njia ya positive way. Either labda amekula chakula amemaliza, unaambia okay, kama umeshakula chakula umemaliza, tunaenda nje kufanya nini, tunaenda nje kucheza. Kwa huo ni upendo, kusema okay dada tunaenda wapi? Dada amesema nikishakula nikimaliza tunaenda nje wapi kucheza. Kwa ni kama ni aina ya upendo, ni jinsi gani unamwonyesha mtoto kwamba nini unampenda. Lakini kitu kingine, labda mtoto labda tuseme amechafuka, amefanyaje, unaweza ukamchukua ukamuogesha, ukamvalisha vizuri, akakaa sawa. Hiyo nayo pia nini, ni upendo, kwa sababu upendo pia una nini, unajali. Kwa hiyo ukiwa na upendo pia utajifunza kumjali nani, mtoto ambaye unemlea. Okay. Kwa hiyo umejibu vizuri. Well done. Kwa hiyo tuseme mtoto anataka kwenda kucheza nje. Alafu huko nje tuseme watu ni wakubwa kuliko yeye. Alafu wazazi wake hawataki acheze nao watu wa nje kwa sababu anaona labda kama maadili yao ni tofauti. Lakini mtoto analia kabisa, anataka kwenda nje. Sasa hapo upendo unafanyaje? Na mtoto analia, unamwona kabisa machozi. Ni kweli kuna wazazi wengine ambao hawataki watoto wao kwenda kucheza nje. Ni hawapendi kabisa. Sawa, wana sababu. Wana sababu ya msingi. Ndio. Kwa hiyo mtoto analia, yuko hapo anagaragara, na wewe unampenda, anagaragara, anatoa machozi. Nambembeleza, naambia kwamba usijali, tutaenda kucheza nini? Tutaenda kucheza siku nyingine, kwa sababu watoto wanajua, wanaelewa. Unampa kile kitu ambacho nini anakipenda. Maybe labda ukimpeleka kwenye toy fulani hivi, anaweza akatulia, akanyamaza. Labda kama alikuwa analia, anatulia. Labda kama anapenda kitu fulani, unampatia nini, anatulia. Anakuja, anakuwa anasahau. Maybe unaendelea kumwambia tutaenda siku nyingine, tutaenda kesho, tutaenda baadaye. Anakuwa nini, anakuwa anakuelewa. Kwa hiyo unaamua kumdanganya. Simdanganyi, lakini natafuta namna yeye kutulia. Ndio kuna mdanganya? Hapana. Kesho utampeleka huko nje? Hapana. Ndio uongo huo. Kwa sababu ni sheria kwamba sawa, lakini si unamdanganya? Hapana, ni njia tu ya kufanya mtoto atulie. Hiyo njia ndio njia ya uongo. Lakini ni nzuri kwake. Mimi nikikuahidi kesho 100,000 ili tu uondoke hapa. Kuna uongo mwingine wenye faida, lakini wengine ni hasara. Kuna uongo mwingine wenye faida, wengine wenye hasara. Yes. Uongo ambao ni faida ngapi? Mimi sijaona uongo ambao una hasara. Ni uongo kama wote una faida. Sidhani kama kuna mtu anadanganya kwa hasara. Hivi unaweza kudanganya kwa hasara yangu? Hapana. Hivi inaweza kaenda hospitali kaambia daktari unauma, mimi siumwi kabisa, niko vizuri. Hapana. Lakini mimi nilivyoelezea ni kwamba labda nimemwambia mtoto tulia, tutaenda kucheza kesho. Ndio swali langu liko hapo hapo. Kesho utampeleka? Hapana. Sasa huo ni uongo. Leo situko hapa jamani kujifunza au? Hivi unajua amekiongea hicho ni kitu kubwa sana. Mnafikiri ni wazazi wangapi? Wazazi wangapi wanawadanganyaga watoto? Maelfu. Na afu wanawadanganya kwa sababu wao wanawaza ili tu amnyamazishe sasa hivi. Sasa wasichokijua ni kwamba watoto wana ubongo, wana upeo mkubwa sana wa kukumbuka na kuviweka vitu kichwani. Kwa kila unachomwambia yeye anakiingiza moyoni kwamba dada amesema kesho tutaenda kucheza. Kinachotokea usipofanya hivyo, yule mtoto taratibu anaanza kukuweka katika sehemu tofauti. Anaanza kutokuamini na kuanza kukupuuzia kwamba ahadi zako si za kweli. Lakini Mungu wetu ahadi zake ni za uongo. Hapana. Sasa atatuambiaje tena hivyo? Kwa hiyo jamani, tunazungumza hofu ya Mungu, kumcha Mungu. Inabidi tuwafundishe watoto kama neno la Mungu linavyo, ambalo sio ya uongo. Kwa hiyo mimi hapo ningekuwa wewe, si ndio? Situko hapa, unamwambia mtoto ukweli. Ukweli ni kwamba wale watoto nje hawajalelewa kwenye misingi ya hapa nyumbani. Kwa hiyo hatutaki uchangamane nao. Watakufundisha vitu ambavyo sisi hatukufanya nini? Hatukufundisha. Ndio unamfundisha tayari kumcha Mungu hivyo. Yes. Sijui umenielewa. Lakini kwanza kumwambia kesho kitakachotokea sasa hapo, wewe umwambie kwa nini umpeleke, si ndio? Ila unamwambia tu kesho. Kwa hiyo maana yake kichwani kwake anajua kule nje hakuna shida, ila tu sio leo. Kwa hiyo maana yake siku akipata muda ataenda kufanya nini? Kucheza nao. Lakini ungemwambia ukweli kwamba wale kuna matatizo haya na haya wanayoyafanya ambayo yana madhara haya na haya. Kwa hiyo ukienda kuchangamana nao inaweza kukuletea shida. Yaani sasa mtoto anataka labda kunywa pombe.
kasikia kaona mali. Alafu namwambia acha usinywe. Acha usinywe. Yaani kila siku namwambia tu acha usinywe. Haumwambii sababu, si ndio? Unafikiri mtoto atakuja kunywa au anywe? Atakuja kunywa. Kwa sababu umwambii sababu. Lakini tunapowalea watoto, tunatakiwa tuongee nao kila kitu, tuwaelezee, tuwaambie. Na ndio maana Biblia inatuambiaje? Tuwafundishe, sio tuwazuie. Kwa sababu hapo ukimwambia asiende nje umemzuia, lakini hujamfundisha. Tumeelewa tofauti yake hapo? Yeah. Umemzuia lakini hujamfanya nini? Hujamfundisha. Kwa hiyo wazazi wengi, walezi wengi wanabaki, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Kesho, nataka kesho tutaenda kesho. Kwa hiyo tunawadanganya watoto. Kwa hiyo watoto wetu wanazaliwa na mauongo. Mtoto mpaka anakuwa mkubwa tayari na uongo zaidi ya bilioni 1. Akiwa mkubwa atakuwa anasema kweli. Na yeye ukimwambia kitu, kafanya umweke yako, anambia nitafanya. Si ndio ulikuwa unamdengea uongo huo? Kila ahadi ulompa hujaitimiza. Watoto wanajifunza kwetu. Baba jana aliniambia ataniletea machungwa. Umetoka huko, nisahau. Okay. Mara pili, mara tatu nimesahau. Na hivyo wataanza kusahau. Alafu kesho ili toto hili. Uongo. Kumbe ili toto ni wewe. Kwa hiyo uongo tunautengeneza wenyewe. Watoto wanajifunza 70% kwa matendo. Yes. Haya. Asante. Basi naye atakuwa amejifunza, hata mwambia tena mtoto kesho atamwambia ukweli. Haya, tunaendelea kupata maoni na michango kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo, kwamba kumcha Mungu na kumpenda Mungu vinasaidia nini ama vina mchango gani kwenye malezi bora na makuzi chanya ya watoto. Sawa? Kwa hiyo utasema hivyo vitu ambavyo vinahusisha kumcha Mungu vina mchango gani sasa kwenye malezi bora na makuzi chanya ya watoto. Karibu dada Pendo. Asante. Sisi kama Wakristo, kuna mstari wa Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Na katika miongoni mwa amri ambazo Mungu ametupa ni usiibe. Inawezekana unaishi na mtoto pale nyumbani, ameenda shuleni na penseli moja amerudi na 10. Alafu unampongeza, una akili, leo umerudi na penseli nyingi. That is very wrong. Yaani hiyo ni tabia mbaya. Kwa cha kufanya, unatakiwa umfundishe mtoto kwamba neno la Mungu linasema usiibe. Na kwa nini usiibe? Kwamba unapokuwa umeiba, kwanza haujaitendea kazi kile kitu. Lakini pili, itakujengea mazoea mabaya unapokuwa mkubwa. Ipo siku utataka kuchukua kitu kidogo ambacho ni cha mtu mwingine, lakini madhara yake yakawa makubwa sana kwa huyo mtu. Sawa, unaiba kwa faida yako, lakini tayari unakuwa umemdhuru mtu mwingine. Kwa unamwambia zirudishe zile penseli. Kesho na kesho kutwa, inawezekana kwa huo muda akaona dada tu anipendi nini na nini, lakini baada ya muda atajifunza kwamba kumbe na mimi nikiibiwa najisikia vibaya. Hatoiba tena wala kuwaibia wengine. Asante. Huo kwa mchango wangu mdogo. Nimependa mchango wa Catherine. Umetumia neno la Mungu mwanzoni hapo, umesema mkinipenda mtazishika amri zangu. Umenifanya yani moja kwa moja nikawaza maadili na mafundisho na training tunazowapa wadada. Huwa tunawaambia mkifuata haya tunayowaelekeza mtapandisha thamani zenu. Kumbe Mungu alivyotuambia tukimpenda tutashika amri zake ni kwa faida yetu, sio ya kwake. Kwa sababu wewe ukifuata yale tunayokuagiza, tunayokuongoza ambayo tumeyaweka humu, lazima utakuwa ni professional dada. Professional dada alipo 1,200,000 au 1,000,000. Kwa hiyo Mungu ametuahidi ahadi nyingi nzuri, lakini kwa nini hatuzipati? Hatuyashiki nini? Hatufanyaje? Kwa hiyo usifikiri usiposhika amri za Mungu hasara ni ya Mungu au ni ya kwako. Yani hiyo tu ndio umenifurahisha, kwa sababu ninashuhudia jinsi ambavyo wadada wasiofuata miongozo yetu. Wakati bosi alilipia huduma na akamtafuta dada kituo hiki kutokana na mafundisho anayosikia tunawaelekeza. Sasa anapokuja kuchukua dada anakutana na bomu. Dada kula alikoenda mambo ya tuliomwelekeza kayaacha mashariki, yeye yuko magharibi, huko na mambo yake aliolelewa nayo, matabia ya ovyo ovyo kama yule aliyokuwa anamjibisha bosi wake hapa. Mimi unaniuliza mimi ni TANESCO, mimi nakula umeme mimi simlikuepo yani yule kaenda na mambo yake ya nyumbani kwake, sio ya Wadada Center. Sasa kilichomtokea
kilichomkuta kapoteza dhamana, kapoteza kazi, si ndio? Kwa hiyo kwa kweli msingi wa mafanikio ni kufata kanuni na maelekezo na maagizo ambayo Mungu ametupa kwa faida zetu. Kwa hiyo hata hii mada tunayojadili hapa, tujifunze kufanya matendo mazuri, malezi mazuri kwa watoto ni nini? Unajua ni kwa faida ya huyo mtoto au bosi? Ni yako mwenyewe. Kwa hiyo tega vizuri sikio ili uyafuate, uweze kuongeza thamani yako, mshahara wako, na hatimaye maisha yako yaweze kunyanyuka. Ndicho tu ndo nitaka nijazie hapo. Vizuri. Labda kingine cha kuongezea, hii ni kwa faida yenu, si ndio? Lakini na watoto tunavyowafundisha au tunavyosema, unavyotaka kumshape mtoto, si ndio? Faida ni ya nani? Faida ni ya nani? Faida ni ya nani? Faida ni ya nani? Mnufaika wa kwanza ni nani? Akila, una mic. Mnufaika wa kwanza ni nani? Mtoto. Si ndio? Kwa hiyo maana yake nimetoka kusema sasa hivi, unapomfundisha mtoto, unapomwelekeza, unatakiwa umwambie ni kwa faida ya nani? Faida yake. Kwa sababu usipomwambia, yeye anahisi anafanya kwa sababu yako. Na ndio hicho kitu ambacho hata kwa Mungu tunakosea. Sisi tunafikiri kumpenda Mungu, kumcha Mungu ni kwa faida yake. No, sio kwa faida yake. Ni yako. Kwa hata watoto tunavyowalea, kuwafundisha, unatakiwa uwaambie hicho kitu ni kwa faida yao. Pengine ataanza kuangalia hicho kitu kivinje. Unapomwambia usiende nje, si ndio? Au usishike hichi, kitakukata cha kufanya nini, si ndio? Ni kwa faida ya nani? Ya kwake. Kwa hiyo hayo ndio maneno kiasi kunatakiwa tuyarudie kwa faida yake, kwa faida yake. Haya. Okay, tuendelee kupata michango mingine hapa. Dada Senta, ukiwa unampenda Mungu na ukiwa na hofu ya Mungu ndani yako, sidhani kwamba unaweza kufanya mambo mabaya. Mfano kwamba kuna yule mtu ambaye anasema mimi nina hofu ya Mungu. Anafanya majukumu yake ambayo, yani wakati ambao bosi yupo anafanya majukumu yake. Lakini wakati ambao bosi hayupo hafanyi kazi. Akimwona bosi yupo anafanya kazi. Sasa huyo mtu huwezi kusema kwamba mimi nina hofu ya Mungu ndani yangu, wakati ambao bosi yupo anafanya kazi, afu wakati ambao bosi hayupo hufanyi kazi. Mimi sidhani kwamba huyo mtu ana hofu ya Mungu ndani yake. Lakini ukiwa una hofu ya Mungu na ukawa unampenda Mungu, sidhani kwamba unaweza kufanya hayo mambo. Kwamba unafanya kazi zako kwa wakati wowote ule, bosi akiwa yupo, akiwa hayupo, unafanya kazi zako kwa kuzingatia majukumu yako na kumheshimu bosi wako. Mimi hapo na asante. Kwa hiyo Akila inabidi ajibu swali. Ndio nataka ukifanya hivyo labda kwa yani kwa kumheshimu Mungu, unafanya either bosi yupo au hayupo. Hiyo inakuwa inachangia vipi kwenye malezi bora sasa na makuzi chanya ya watoto? Kwa sababu ni kweli kwamba mtu ambaye ana hofu ya Mungu atutegemei awe anafanya tofauti kwa sababu tu haonekani. Sababu mwenye hofu ya Mungu anajua, ile nafsi yake mwenyewe inamshuhudia kwamba mimi lazima nifanye vizuri, naonekana au sionekani, nafanya kazi yangu kwa uaminifu, si ndio? Sasa ukifanya hivyo inakuwa na mchango gani? Hiyo hofu ya Mungu ambayo wewe unakuwa nayo ina mchango gani, au inamsaidia vipi mtoto ambaye yuko pale unamlea au unashiriki kwenye malezi ya kumlea huyo mtoto? Asante. Kwanza ukiwa hivyo, mtoto mwenyewe anapenda, yaani mtoto mwenyewe anajifunza. Kwa sababu kama mfano labda huko mtoto anakuona kwamba kumbe dada anafanya kazi wakati ambao bosi yupo au mama yupo, na mimi nitakuwa nafanya hivi hivi. Unakuta mtoto sawa, wakati ambao mama, mfano kama bosi amesema kwamba mtoto wangu mimi mfundishe kazi. Sawa. Yaani mtoto akawa anakuona kwamba kumbe dada yeye anafanya kazi wakati ambao mama yupo. Kwa nini nitakuwa nafanya ambao wakati ambao mama yupo, lakini wakati ambao mama hayupo nitakuwa sifanyi. Lakini uko umesimama pale kwamba wakati wowote na saa yoyote bosi hayo yupo au hayupo nitakuwa nafanya kazi, na mtoto naye atakuwa anasimama pale sehemu ambapo umesimama wewe. Jamani, mpigeni makofi. Point kubwa sana. Sana. Umeona sasa hivi ndo tunatakiwa mfunguke, muelezee. Si ndio? Haya, kwa hiyo awepo asiwepo tunafanya ndio ile tulosema sasa, kwa sababu unampenda nani? Mungu, unamcha. Ufanyi kwa sababu ya watu, unafanya kwa sababu tu pia unampenda Mungu ambaye anasema si tuwe wema kwenye giza au kwenye mwanga, watu wakiwepo au wasiwepo. Lakini kikubwa mtoto anajifunza kwako.